Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataka thamani utalii, aita wawekezaji Kizimkazi, agiza picha zitangaze uzuri wa Tanzania, elekeza yatengwe maeneo ya michezo ya watoto, aikaribisha sekta binafsi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kizimkazi anaogesha kampeni nishati safi, watu milioni 16 nchini waacha kutumia kuni, mkaa, ndejembi, ahimiza mabadiliko mambo matatu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Dkt. Mwinyi, tuzitumie fursa kukuza uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Migiro aeleza umuhimu wa matawi nguvu ya CCM. Habari katika ukurasa wa 2. Mahakama yapangua hoja ya Lissu, muda wa kesi. Habari katika ukurasa wa 7. Ushirikiano wa Tanzania Msumbiji sasa kimkakati zaidi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mtafiti aeleza udhaifu wa wazazi vipaji vya watoto. Habari katika ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hatua 4 kuponya taifa. Wadau watumia siku ya vijana kupaza sauti za kuliponya taifa na kujenga umoja. Wataja hatua 4 muhimu za maridhiano. Mwabukusi agusia ajira kwa vijana. Mpina Rungwe wasisitiza ustawi wa jamii. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha ikionyesha vijana wa Chadema wakiimba na kushangilia wakati wa mdahalo, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani iliyoandaliwa na baraza la vijana la Chadema Bavicha jijini Dodoma jana. Nukuu ya Boniface Mwabukusi, rais wa TLS, ikisema hatutaweza kuponya majeraha ya taifa letu ikiwa bado kuna Watanzania wenzetu nyuma ya kuta za magereza kwa kesi za mashtaka ya kisiasa yanayoweza kutatuliwa kwa hekima, haki na mazungumzo ya pamoja. Hashim Rungwe, mwenyekiti wa Chauma, nukuu yake anasema, tunaamini katiba mpya si karatasi za kugawana madaraka, bali ni chombo cha kujenga taifa lenye taasisi imara, utawala wa sheria na uchumi unaowapa vijana nafasi ya kuamua mustakabali wao bila hofu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Rais Mwinyi ataka ubunifu Kizimkazi kuvutia utalii Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 3. Siasa, maswali tata kukuza teua ya madiwani kutoka CCM. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Athari kwa wananchi kukwepa vivuko da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika jinsi Stanbic inavyofungua fursa biashara Tanzania China. Habari katika ukurasa wa 18. Lissu na shahidi walivyomalizana na kesi ya uhaini. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mshtakiwa wa kesi ya uhaini Tundu Lissu amehitimisha maswali ya dodoso dhidi ya shahidi aliyeongoza timu yao. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Jibu sahihi ni shilingi milioni 4 za Kitanzania. Fikiria kama hiyo ingekuwa yako. Kama unapenda kujaribu bahati yako, Lion Casino inakupa burudani yote sehemu moja. Kuna zaidi ya video slot 4,000 kutoka kwa game providers wanaoongoza duniani, kuanzia classic slot, jackpot slot, table games, video poker na mengi zaidi. Na ukipenda live casino unaweza kucheza roulette, blackjack, baccarat na Texas Hold'em ukiwa na dealers wa kitaalamu kwa wakati halisi. Furahia hisia za kasino halisi ukiwa kwenye simu yako. Chagua Lion Casino na ujaribu bahati yako leo. Jiunge na Lion leo kwa kutumia linki hapo chini, au pakua application ya Lion Play Store na Apple Store. Cheza kistaarabu, vigezo na masharti kuzingatiwa.
Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mkutano wa uwekezaji katika madini kutikisa. Zaidi ya wageni 2000 kushiriki mkutano hapa nchini, ni pamoja na kampuni za kimataifa. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Rais Dr. Mwinyi Kizimkazi jukwaa la utamaduni utalii. Habari katika ukurasa wa 4. SGR Tabora Kigoma kufungua fursa mpya. Habari katika ukurasa wa 4. Uchumi wa buluu waibaisha kwa kasi uchumi wa Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Balozi Omar aridhishwa na fursa nyanda za juu kusini. Habari katika ukurasa wa 2. TFRA Zasco za saini mkataba wa kuzalisha mbolea ya mwani. Habari katika ukurasa wa 4. Ukraine yawakabidhi Marekani mapendekezo ya mpango wa amani. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga jamii lenye limeandika Dr. Slaa toboa siri nzito Chadema. Habari katika ukurasa wa 2. Siku ya vijana, uhaba wa ajira, katiba mpya vyateka mijadala. Habari katika ukurasa wa 3. Barabara za njia 4 zaja 3 za foleni Dar es Salaam. Habari katika ukurasa wa 7. Zanzibar kutumia utajiri wa bahari kukuza uchumi. Habari katika ukurasa wa 2. Lissu ashangaa polisi kutokumhoji maana ya kauli ya tutakinukisha. Habari katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Rais Trump akiri utoroshwa kuokoa maisha yake Uturuki. Habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Mwanahalisi lenye limeandika Nchimbi apigwa shoti ya Lowassa, vigogo wapigana vikumbu kusaka kutuliza upepo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kesi ya Lissu aibu utaona wewe. Habari katika ukurasa wa 8. Posho za madiwani kilio tupu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Kwa hadidu rejea hizi ICC haikwepeki. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi katika ukurasa wake wa 2. Ndilo gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika tume Jaji Lila 40 matukio vurugu Oktoba 29. Ni kauli ya Butiku ahoji bila tume raisi na Watanzania watajuaje undani wa kilichotokea. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Ndugu ya Joseph Butiku ikisema vurugu hizi ni nani liko nyuma yake. Ni jambo muhimu sana kufahamu hilo. Bila tume unajuaje? Rais anajuaje? Mimi na wewe tutajuaje? Wananchi wanapaswa kusubiri matokeo uchunguzi badala ya kuendelea kujadili tume kabla haijafanya kazi. Kishindo Kizimkazi kupaisha utalii Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 3. Meza ya mazungumzo ni suluhu wanasiasa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Tabora yafungua mabasi kuegeshwa stendi ya Magufuli. Habari katika ukurasa wa 12. Mafanikio sekta ya mawasiliano yaibua wasomi. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu. Ndio gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bado 32. Idadi ya mataji ya ligi kuu bara iliyobeba Yanga, huku Simba ikiwa na mataji 22. Kazi sasa imeanza. Ngao ya Jamii ilikuwa Kariakoo Derby ya kwanza kukutana makocha kutoka Afrika Kusini, huku Beka akiwa na kikosi cha Simba tangu mwaka 2025-2026, wakati Mangoba ukiwa ni msimu wake wa kwanza. Septemba 4 hadi 6 Yanga na Simba zitaanza kimataifa. 18 clean sheet za Diara wa Yanga alizokusanya msimu uliopita. Gazeti hili limeandika sura 3 za Fei umafia wafanyika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Manchester United yaichokoza Arsenal. Agosti 15 ni Manchester United dhidi ya AC Milan. Hull City dhidi ya Manchester United ni Agosti 22. LeBron wenzake wanatosha? Hili ni swali. Habari katika ukurasa wa 12. Gazeti hili pia limeandika undani wa ndoa ya Ronaldo na Georgina. Habari katika ukurasa wa 18. Ligi kuu bara kesho Ijumaa ni Pamba Jiji dhidi ya Dodoma saa 8 mchana. CCM Kirumba Mwanza. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo, na gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania lenyewe limeandika Mwinyi ahitaji Kizimkazi kuchochea michezo. Hersi atoboa siri kumsajili mwalimu. Habari katika kurasa za ndani. Tanzania kuanza na Misri Futsa AFCON 2026. Gazeti hili pia limeandika Alikiba Nandi Harmonize Mbosso Mario kukiwasha Kizimkazi. Habari katika ukurasa wa 21. Uwanja mpya Dodoma kuvutia utalii. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe
lenye limeandika watatu kwenye rada za Simba kumrithi Mwalimu. Viongozi wapo mbioni kukamilisha dili la kumpata mshambuliaji. Habari katika ukurasa wa 23. Yanga Simba ratiba ngumu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi, na gazeti hili linakamilisha urukuzi hapa toka Zamani TV.